Ni katika kipindi cha masika. Wingu zito lilitanda angani huku upepo wa wastani ukivuma kutoka mashariki kuelekea magharibi. Chemchem za maji, visima pamoja na uoto wa asili ulifanya mazingira kuwa na mvuto wa kipekee kwa binadamu. Wanyama, wadudu pamoja na ndege, vipepeo na nyuki walionekana kwenye miti yenye maua wakicheza na kufurahia asali. Wanyama wafugwao na binadamu kama vile mbuzi, ng'ombe na kondoo nao walionekana wakila nyasi na kunywa maji. Ndege nao walionekana kucheza kwa furaha kwenye matawi ya miti. Lakini pia kuna baadhi ya watu walionekana mashambani wakilima na kupalilia mazao yao. Ni katika kijiji kidogo kiitwacho Mraushi, kusini mashariki mwa mkoa wa Mtwara. Ikiwa yapata majira saa 11 jioni juu ya alama. Pembezoni mwa bwawa moja la maji kulikuwa na kijana mmoja ameketi chini ya nyasi zenye unyevunyevu huku akiwa anaandika vitu kwenye daftari. Ramso Ramadhani ndio jina halisi la kijana huyo mwenye umri wa miaka 27. Anaitwa Ramso Ramadhani Juma. Kwa namna Ramso alivyokuwa anaandika, ni wazi kabisa alikuwa anaandika mashairi au wimbo kwenye lile daftari, maana kichwa chake kilikuwa kinanesa kwa kila neno lilokuwa anaandika. Ilikuwa ni sehemu fulani hivi tulivu sana kwa kipindi hicho cha masika, kwani bwawa hilo lilikuwa linatumiwa na wanakijiji katika kipindi cha kiangazi tu, ambapo mvua zinakosekana na visima ukauka. Ukimya ulitawala sana pale bwawani, huku kelele za vyura tu ndo zikisikika kwa wakati huo. Wakati kijana anaendelea kuandika mashairi, ghafla alisikia mchakacho ukitokea nyuma yake. Alipogeuza shingo na kutazama nyuma, akakutana sura ya mwanadada mrembo. Shani Hamisi ndo jina halisi la mwanadada huyo mwenye umri wa miaka takriban 25. Ni mmoja kati ya wasichana warembo ndani ya kile kijiji cha Mraushi. Ramso akasema kwamba mami, unajua umenishtua vibaya sana mpaka yani umeyusha mistari yote niliyokuwa nataka kuandika hapa Naona umeamua kunisurprise mpenzi wangu, maana ulisema hauji leo. Ramso aliongea maneno hayo huku akiweka daftari na peni pembeni. Shani hakuzungumza chochote. Badala yake akasimama wima huku akimtazama Ramso kwa sura kavu. Ramso akasema kwamba baby, mbona ukai sasa alafu nakuona ni kama una hasira na mimi mpenzi wangu Ni shida mama? Shani akasema sikia, sijaja kukaa Ramso. Nimekuja kukuambia kwamba kuanzia leo mimi na wewe basi. Ramso alicheka. Ramso akasema mwache utani wako basi mpenzi wangu. Kaa basi kwanza chini nikuimbie wimbo niliokuwa na utunga muda huu. Ramso alizungumza maneno hayo kisha akamshika mkono Shani ili amkalishe. Pale Shani akajitoa kwa nguvu kwenye mkono wa Ramso huku akisema kwamba niache, nimekuambia sijaja kukaa Ramso. Ni maneno ambayo Shani aliyazungumza kwa hasira sana mpaka Ramso akapatwa na mshangao. Ramso akasema, Shani, kuna nini mpenzi wangu? Usitaki kuniambia kwamba unamaanisha kweli kusema tuachane? Shani alivuta pumzi kisha akasema kwamba Ramso, mimi nipo serious na hiki ninachozungumza. Kuanzia leo mimi na wewe sio tena wapenzi. Ramso akasema, sasa kosa langu mimi nini jamani? Kwani sasa unataka kuniacha wakati unajua kabisa mimi sio chochote bila wewe Shani? Shani akajibu Ramso, samahani sana kwa kuwa nimeshindwa kuendelea kuvumilia na kulinda ahadi zetu. Lakini haya yote wewe ndio umesababisha Ramso. Miaka 3 sasa tupo kwenye mahusiano, lakini hujataka hata kupeleka posa na mahari kwa wazazi wangu ili tuoane. Kila siku ulikuwa ni mtu wa kesho. Nipende mimi Ramso. Shani mpenzi wangu Shani, kwa hiyo hilo ndio limekufanya uje kuzungumza kwamba tuachane kwanza leo Lakini issue ya kuleta posa kwa wazazi wako tulishaizungumza juzi tu mamangu, na tukakubaliana mwezi ujao nitaleta posa. Shani, mimi nakupenda kweli na wala mimi sijawahi kuwa na hisia za uongo kwako. Hata mwenyewe natamani sana kukuoa ili tuishi kama mke na mume, ila tatizo maisha yangu Shani changamoto za maisha upande wangu ndo zimenifanya nichelewe mimi kukuoa Shani. Wewe mwenyewe ni shahidi katika ile Shani. Wazazi wako wanataka pesa ambayo mimi hata sikuwa nayo. Shani, ningepata wapi kiasi kikubwa cha pesa kama kile ili hali maisha yangu duni Shani? Ila kama nilivyokuambia mpenzi wangu, lile tanuru la mkaa likiiva, basi pesa yote mimi nitapeleka kwa wazazi wako kwa ajili ya posa na kianzio cha mahari.
Mi naomba tu uvute subira mpaka kufikia wiki 2 zijazo, basi kila kitu kitakuwa sawa mama. Unajua mimi sijawahi kuchoma mkaa Shani, ila kwa ajili yako tu nimeamua kuchoma ili nipate pesa ya kukuoa mama. Naomba basi endelee kunivumilia tafadhali sana. Kuvumilia mimi siwezi tena. Ramso, kwa sasa umeshachelewa. Hiyo pesa ya mkaa nenda kaolee mwanamke mwingine, ile sio mimi. Wewe ukunipenda mimi, alinipenda tayari amefika kwa wazazi na kutoa mahari. Yaani hivi tunavyoongea ni kwamba mimi ni mchumba wa mtu na kesho saa 7 mchana naolewa na kwenda mjini kuishi na mume wangu. Eti nini? Hapana bwana. Mimi najua hizo tu sio akili zako, bali ni tamatu za wazazi wako Shani. Najua hiyo sio matoko yako mpenzi wangu. Tafadhali sana Shani, naomba basi usikubali kuolewa na huyo mtu Naomba basi uniamini mamako mara ya mwisho Shani. Wiki 2 zijazo mimi nitakuja kwenu kutolea posa mpenzi wangu. Please, ongea basi na wazazi wako waambie. Yaani easy mama, easy, umeona? Easy. Wiki 2 tu. Yaani mimi zitatosha kabisa, mimi nitaleta pesa ambayo naitaka. Ramso. Ramso, unajua kwenye dunia hakuna mtu anayependa kuishi maisha duni Ramso. Hakuna mtu anayependa kufa na umaskini, umesikia Mimi mwenyewe nikiwa na akili zangu timamu nimekubali kuolewa bila kulazimishwa na wazazi Hii ndio imekuwa fursa nzuri sana kwangu kuweza kubadilisha maisha yangu na nyumbani kwetu kwa ujumla. Ramso, tazama. Mimi ni maskini lakini nimepata bahati ya kupendwa na mtoto tajiri mkubwa anaishi mjini. Haya, naanzaje sasa kukataa kuolewa na mtu mwenye pesa zake? Kisa wewe maskini? Makubwa. Naanzaje kukataa kwenda kuishi Dar es Salaam kisa wewe mpori mwenzangu tu? Naanzaje mimi kukataa kuolewa na mtu kama huyo kwa sababu ya mtu kama Ramso? Ile hali huna chochote unachowaza zaidi tu ya muziki ambao hata ukulipi. Hivi nadhani wazazi wangu watanionaje mimi? Wana kijiji nao watanionaje? Ni mamzi yangu Ramso. Kwanza leo naomba usinitafute kwenye simu au kwa njia yote ile. Huu ndio mwisho wa mahusiano yetu Ramso. Bye. Hivi kweli upo serious Shani? Hapana Shani. Unajua Shani ni mbaya sana. Kwa hiyo yani umaskini wangu tu ndo unakufanya nini uniache kwenye kipindi ambacho bado nakuhitaji Shani? Hau hiyo sababu naiona ndogo Ramso. Hivi kuna mtu kweli apende maisha mazuri Ramso? Mimi ni mwanamke bwana. Ni mwanamke tu kama wanawake wengine. Nahitaji kula vizuri, nahitaji kuvaa, nahitaji kupata matunzo mazuri kutoka kwa mume wangu. Au unanichukulia je Ramso? Yaani unaona kwamba mimi ni cheap sana kwamba ni sistahili mwanaume mwenye pesa, si ndio? Hiyo sio mwanangu Shani. Kumbuka kwamba pesa zinatafutwa. Kwa hiyo naomba basi univumilie. Ipo siku mimi nitazipata mpenzi wangu. Endelea basi kuvuta subira. Maana wakati wa Mungu ndo wakati sahihi na huo wakati upo njiani unakuja. Hivi si ndio uliyesema kwamba utanipenda kwenye hali yoyote ile Shani? Si ndio uliyesema kwamba tupendane nife ufe tuzikane Shani? Hasa ni tena mama. Shani, hebu waza basi kuhusu mimi Shani. Ni kweli mimi ni maskini lakini mbona unanifanya nifikirie sana Shani? Shani, japo na hali yangu lakini kufanya ufurahi. Mbona mimi nijitahidi sana kukutimizia mahitaji yako? Hata kama kukuchelewa lakini nitimiza. Licha ya umaskini wangu unaosema, lakini kumbuka kuna vitu vilivyo nje ya uwezo wangu niliweza kukupatia na kugusa moyo wako kwenye nyakati ulizokuwa na shida Shani. Chukulia umaskini wangu kama madhaifu. Mimi ni mwanadamu, sijakamilika Shani. Please, naomba basi usiniache tafadhali. Kama tatizo ni pesa Shani, basi mimi nitazitafuta. Naomba basi tuendelee kuvumiliana mpenzi wangu. Nakuomba basi, sio unanisikia? Ramso, shida hazivumiliki, umesikia na wala hazizoeleki baba. Kama utapata muda basi mimi nakukaribisha nyumbani kesho saa 7 mchana ili uweze kushuhudia ndoa yangu kwa macho yako. Sina la ziada. Nakutakia kila heri kwenye harakati zako za utafutaji hapa kijijini. Naamini kabisa Mungu atakupa mwanamke unayefanana na Ramso. Mimi sio mwanamke ninayekustahili. Shani alizungumza maneno hayo kisha gegeuka na kuanza kupiga hatua kuondoka. Ramso akamshika mkono mtoto wa kike kisha akamuita kwa sauti ya unyonge akimuita Shani. Shani akasimama kisha akageuka nyuma na kumtazama Ramso kwa hasira. Shani kwa hasira akasema kwamba naomba uachie mkono wangu Ramso. Ramso alimuita tena Shani kwa mara nyingine huku machozi ya huzuni yakimtiririka kwenye mashavu yake. Ramso,
I say kama huna cha kuongea, naomba uachie mkono wangu. Naomba uachie mkono wangu kabla sijakupigia kelele za kunibaka hapa. Shani alizungumza maneno hayo na kumfanya Ramso ahisi mtetemko ama mtetemo mzito ndani ya moyo. Machozi yalizidi kumtiririka kutokana na maneno aliyoyasikia kutoka kwenye kinywa cha mwanamke aliyekuwa anampenda kuliko kitu chochote. Ramso alikaza moyo kiume, kisha akasema kwa msisitizo kwamba Shani, ipo siku utagundua kwamba nilikupenda bila masharti wala mipaka. Umeanza wasia. Hiyo ni misemo tu, hata kwenye kanga inaandikwa Ramso. Kama una jambo lingine la kuzungumza basi zungumza haraka, nataka kuondoka. Ramso alimeza gunda la mate tena kwa uchungu sana, kisha akasema, nilikupenda. Hilo ndio neno langu la mwisho kwako Shani. Ramso aliongea kwa hisia kali sana, huku akizidi kutokwa na machozi. Nguvu zikamwishia mwanaume na taratibu kabisa akauachia mkono wa Shani, ikiwa ni ishara ya kumruhusu aende. Shani hakujali kabisa machozi ya Ramso, hivyo akaondoka na kumwacha mwanaume anaugulia maumivu pale pembezoni mwa bwawa. Maneno ya Shani kwenda kwa Ramso hayakuwa na utani wowote, kwani tayari familia ya Mzee Hamis na Bi Hadija walipokea mahari kwa ajili ya kumwozesha binti yao. Tayari maandalizi ya ndoa yalishafanyika na taarifa zilishasambaa kijiji kizima kwamba Shani amepata mchumba kutoka kwenye familia ya kitajiri jijini Dar es Salaam. Kiasi cha mahari kilichotolewa kilivunja rekodi za ndoa zote pale kijijini na kuweka rekodi ya kipekee kabisa. Waliangushwa ng'ombe wawili wakubwa pamoja na mchele wa kutosha kwa ajili ya watu watakaohudhuria ndoa. Hakuna mwanakijiji aliyetamani kukosa ndoa hiyo isipokuwa Ramso tu, ambaye alitamani kesho isifike ili lile tukio lisitokee. Lakini sasa, nani aliye chini ya jua anayeweza kusimamisha masaa na kufanya siku igande? Jibu ni hapana. Hivyo ile kesho iliyokuwa inasubiriwa na wanakijiji ikafika. Mkusanyiko wa watu ulikuwa mkubwa sana nyumbani kwa Mzee Hamis. Dufu za pale kijijini na vigoma vya asili vilipigwa, watu wakacheza na kuimba kwa furaha. Rumba pia ilikuwepo kama ujuavyo dunia ya utandawazi. Sherehe bila muziki ni sawa na mazishi, kwani pilau na ubani vipo hata msibani. Vijana walisakata rumba kwenye harusi ya dada yao bila kujali nani anaumia. Ramso alikuwa miongoni mwa watu waliohudhuria ile sherehe, kwani alitaka kujionea kwa macho yake kama ni kweli Shani ndo anayeolewa. Wakati ndugu na marafiki wa biharusi wanaendelea kusakata vigoma vya asili pamoja na muziki, Ramso alijikuta anaumia sana kuona hata wale waliokuwa wanamuitaga shemeji, 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 nao walikuwa wanacheza kwa furaha sana. Hakuna shemeji yoyote aliyemsogelea na kumuuliza chochote kuhusu mahusiano yake na Shani. Hata ile cheza yao ni kama vile walikuwa wanamringishia na kumkebehi waziwazi. Hiyo ndio siku ambayo Ramso alijua kwamba kumbe wale wote walikuwa ni wanafiki kwenye mahusiano yake. Sasa sauti ilisikika sema kwamba bro, kama vipi tuondoke nyumbani bwana, maana hii sehemu sio salama kwa afya yako. Jamaa akajibu, hapana dogo, mimi nipo sawa na hakuna kitu kibaya kitakachonikuta. Siwezi kuondoka mpaka nimuone Shani kwa macho yangu. Hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya Ramso na mdogo wake wa kiume ambaye alikuwa anamfuatia kwa kuzaliwa. Anaitwa Hafidh na alikuwa na umri wa miaka 20. Hafidh aliona kabisa kaka yake anaumia sana na hakustahili kabisa kuendelea kubaki pale kwa sababu anaweza kupata matatizo ya kiafya, hasa maradhi ya moyo. Muda huo uliokuwa unasubiriwa ni waoaji tu waweze kufika ili ndoa ipite. Lisaa moja baadaye, ikiwa pata majira ya saa 7 kamili mchana, msafara wa waoaji ukatia timu ndani ya uwanja wa Mzee Hamis na Makoto. Ni msafara uliojumuisha magari madogo matatu ya kifahari. Idadi ya watu wasiozidi 10 ndio walikuwa kwenye ule msafara wa bwana harusi mtarajiwa. Shangwe na nderemo zikasikika mara baada ya watu hao kuteremka kwenye magari. Kila mwanakijiji macho akatua kwa bwana harusi. Alikuwa ni kijana mwenye umri wa miaka takriban 35. Anaitwa Shaban Kasim Zungu.
ni mtoto wa mfanyabiashara maarufu anayemiliki kampuni kubwa ya vipodozi ndani ya jiji la Dar es Salaam. Waoaji hawakuwa na muda wa kusubiri, hivyo waliketi kwenye majamvi. Sheikh akachoma ubani na kuanza rasmi zoezi la ufungishaji ndoa. Sheikh alimfuata ndani bibi harusi na kwenda kumuuliza kama yupo tayari kuolewa na Bwana Shaban Kasim Zungu. Jibu la bibi harusi lilinyoka kama rura kwamba yupo tayari kuolewa. Baada ya kumalizana na bibi harusi, Sheikh akarudi nje kwa ajili ya kumuuliza bwana harusi kama yupo tayari kumwoa binti Shani Hamisi na Makoto. Jibu la bwana harusi lilinyoka pia kama rula kwamba yupo tayari kumwoa Shani, na ndio maana amesafiri kutoka Dar es Salaam mpaka pale kijijini. Mpaka kufikia hapo, Sheikh hakuwa na jambo la ziada zaidi ya kuchoma ubani na kufungisha ndoa. Ramso hakuamini macho yake wakati anamshuhudia Sheikh akichoma ubani, huku babake Shani na kijana Shabani wakiwa wameshikana mikono na kufuatisha maneno ya Sheikh kwenye harakati ya kukabidhishana mtoto. Zoezi lilikamilika na sasa Shabani akathibitishwa rasmi kuwa mume wa Shani. Shani alitolewa nje kisha akakalishwa kwenye jamvi akiwa amefunikwa uso. Shabani aliruhusiwa kumfunua sura mke wake ili ajidhihirishie kama ndio yeye au la. Baada ya kumfunua alikiri kwamba ndio mwenyewe aliyemtaka. Sura ya Shani ilikuwa wazi mbele ya wanakijiji wenzake. Kwa hakika alionekana kupendeza na kuwa mzuri zaidi ya siku zote. Macho ya Shani yalitua kwenye uso wa Ramso ambaye alikuwa anamtazama, huzuni huku machozi yakimtiririka. Tayari sasa Ramso alishapata uhakika kwamba Shani aliyeolewa ndio yule Shani aliyempenda kuliko kitu chochote. Ndio yule Shani aliyemfanya awe tayari kufanya kitu chochote ili mradi tu amfurahishe. Ndio yule Shani aliyemfanya amuimbie nyimbo nzuri za kumsifia kila siku. Ni Shani huyo huyo aliyekuwa anamtia moyo na kumwambia kwamba anajua sana kuimba, ipo siku atafanikiwa kupitia kipaji chake. Roho ilimuuma sana Ramso. Ilimuuma kuona yule Shani sio mwanamke wake tena. Yule Shani ni mke wa mtu ambaye sio yeye. Zile ahadi zote walizoweka ndo zimeyuka mazima. Zile nyimbo zote nzuri za mapenzi alizomtungia hazina maana tena kwake. Ramso alianza kupiga hatua na kuondoka pale harusini kwa mwendo wa kujivuta. Hakuona haja ya kusubiri chakula wala nyama za ile harusi. Angepata wapi hamu ya kula pilau la harusi ya mwanamke anayempenda? Lakini pia kwa kiasi fulani lile tukio lilimpa huzuni Shani kama mwanadamu mwenye moyo wa nyama. Lakini hilo halikuweza kuyumbisha kabisa msimamo wake, maana alijua maisha yajayo ni matamu sana kuliko yale yaliyopita. Hakuwaza kabisa kama kuna kitu amekipoteza kwa kuachana na Ramso, kwa kuwa sio kila unachokipoteza ni hasara. Kuachana na Ramso na kwenda kwa Shabani aliona ni mabadiliko chanya, maana ametoka kwa maskini na kwenda kwa tajiri. Shani kwake yeye ile ilikuwa ni siku ya furaha sana, na tayari akili yake ilikuwa inawaza maisha mapya ndani ya jiji la Dar es Salaam. Baadhi ya wanakijiji waliokuwa wanafahamu mahusiano ya Ramso na Shani walimhurumia sana Ramso, ambaye kwa wakati huo alikuwa anajikongoja kuondoka kwenye eneo la sherehe. Hafidh alimkimbilia kaka yake kwa ajili ya kumpa kampani ya kutembea, maana hali yake haikuwa nzuri na angeweza hata kupotea njia ya nyumbani kwao. Kwa hakika ilikuwa ni siku ya maumivu sana kwa Ramso, kiasi kwamba machozi hayakukatika kwenye mboni za macho yake. Zile kumbukumbu za nyakati zote za furaha ziligeuka kuwa huzuni na kutengeneza maumivu makali sana kwenye moyo wake. Ni maumivu ambayo mwanaume alishindwa kuyahimili na kujikuta analia kama mtoto. Kwa kuwa tayari ndoa ilifungwa, waoaji hawakuwa na ratiba ya kusubiri chakula, hivyo wakamchukua mke wao na kumpakiza kwenye gari, kisha wakaanza safari kuelekea Dar es Salaam. Chakula na sherehe waliwaachia wanakijiji waendelee kujilia na kuserebuka kadri watakavyo. Ramso akiwa njiani na ndugu yake wakielekea nyumbani kwao, walipitwa na msafara wa magari uliombeba bi harusi. Isivyo bahati upande wa Ramso alimwagiwa maji machafu
na matairi ya gari. Kama unavyojua, nyakati za masika barabara zinakuwa na maji kutokana na mvua. Asa Ramso alizidi kupata uchungu kufuatia tukio hilo. Shani aliweza kushuhudia lile tukio kupitia kioo cha dirishani, lakini Ramso hakuweza kumuona Shani kwa kuwa kioo cha gari kilikuwa cha tinted. Ni kama vile Ramso alichanganyikiwa, maana hakupata hata sekunde ya kujifuta yale maji kwenye mwili wake. Hafidhi kwa hasira akasema, watu wengine yani ni wapumbavu sana, nani sijui anaendeshaje magari. Aliongea kwa hasira huku akimfuta maji kaka yake. Ramso akasema, mdogo wangu, punguza makasiriko bwana kwa watu wenye pesa. Hii dunia huwezi kuonekana mtu wa thamani kama una pesa. Hivi nadhani kama tungekuwa kwenye gari tungemwagiwa ya maji? Sisi hatuna pesa dogo. Pesa ndio kila kitu kwenye hii dunia. Pesa ndio imefanya wale jamaa wanaondoka na mpenzi wangu. Dogo, moyo wangu unauma sana. Nilikuwa nampenda sana Shani na unajua hilo. Ramso aliongea kwa uchungu huku akiendelea kutembea kuelekea nyumbani kwao. Ndoa ya Shani iliacha gumzo kubwa sana pale kijijini kuhusu kijana Ramso. Kila mwenye masikio alipata kusikia kwamba mtoto wa mzee Ramadhani Juma, kijana Ramso, amepokonywa tonge mdomoni na mtu mwenye pesa kutoka mjini. Ni gumzo lililozidi kumuumiza kichwa Ramso na kumuongezea maumivu ya moyo. Mwanaume aliwaza na kuwazua, na mwisho kabisa akapata wazo kwenye mahakama ya kichwa chake kufuatia lile tukio. Siku ya 7 tangu tukio la ndoa lilipofanyika, Ramso akachagua kufanya uamuzi mgumu ambao hakuwahi kabisa kufikiria. Ilikuwa ni yapata majira saa 3 siku juu ya alama. Ramso alikuwa na Hafidhi wamejilaza tu kitandani kwenye kibanda walichokuwa nalala. Ramso akasema kwamba, Hafidhi mdogo wangu, lile tanuru likiiva, pakua mkaa kisha nenda mjini ukauze. Na ukishauza hakikisha unanunua mifuko ya unga, maana chakula ndani kimekata. Na wazee kama unavyoona hawana kitu. Kwa hiyo dogo, na kuachia jukumu la kuwatazama wazee kwa karibu, na hakikisha unawajibika ipasavyo kama mtoto au kijana katika familia mzee Rama, sawa? Kwa hiyo mimi nachekecha mdogo wangu. Ni maneno ya kushtua kutoka kwenye kinywa cha Ramso kwenda kwa ndugu yake ule usiku akiwa amejilaza. Hafidh alishtuka sana kusikia maneno hayo, maana alihisi labda kaka yake amekata tamaa kuendelea kuishi. Bro, yani sijakuelewa ujue, yani mbona nitisha hivyo mdogo wako? Yani unasafiri au unataka kujiua? Ni kwamba anyway, ondoa wasiwasi mdogo wangu, mimi sijui, ila nasafiri mara moja. Unasafiri? Kwa hiyo unaenda wapi bro? Naenda mjini kutafuta maisha. Sasa mji upi bro? Dar es Salaam. Bro, hebu kwa serious basi bro. Usitaki kuniambia kwamba ni Shani amekuchanganya kiasi kwamba unaamua kumfuata bro. Hiyo mbaya sana bro. Maana unajua utapata matatizo kwa sababu yule tayari ni mke wa mtu kaka. Afu na mbaya zaidi, unawafuata kwenye imaya yao. Bro, hebu achana na hilo wazo. Maana mimi nitakupeleka tarini ujue. Msikiza mdogo wangu, sawa? Mimi siendi Dar es Salaam kumfuata Shani kwa sababu naelewa kwamba yule ni mke wa mtu tayari, sawa? Tayari moyo wangu umeshakubali kwamba mimi na Shani hatuwezi tena kuwa. Moyo wangu mimi umekubali kwamba kwa sasa mimi na Shani imebaki story tu, kwamba niliwahi kumpenda. Ni sawa bro. Sasa kama ni hivyo bro, sasa unaenda mjini kufanya nini sasa? Mbona ghafla sana? Mimi sikuwahi kabisa kukusikia unazungumza masuala ya daa. Mdogo wangu mimi naenda kutafuta maisha. Umesikia? Haya tunayoishi sio maisha mdogo wangu. Naenda kutafuta pesa ili niweze kulinda thamani yangu na familia yangu kwa ujumla. Umesikia? Dogo, pesa inaweza kununua mapenzi kwa sababu hisia za wanawake wengi zipo yani mikononi sio moyoni. Weka pesa mkononi basi utapendwa tu. Haijalishi una muonekano gani dogo. Sawa? Hapa kijijini mimi nachelewa tu. Na mimi riziki yangu ipo mjini, kwa hiyo acha nikaipambanie. Bro, ni sawa, lakini huko mjini utafikia kwa nani bro? Sisi hatuna ndugu yote anaishi huko. Sasa uone kama utapata matatizo kaka. Kuhusu sehemu ya kufikia hakuna shida, kwani tayari nilishaongea na Jordan tangu jana. Kwa hiyo nitafikia kwenye geto lake.
Jordan gani huyo? Yule rafiki yako uliyesoma naye darasa moja au yule aliyekuwa anauza duka kwa Bi Kitwete kule? Ni yule niliyesoma naye. Maana yeye ndo rafiki yangu. Kwa sasa unaenda kufanya kazi gani sasa bro? Dogo, kazi yote halali nitafanya sawa ili mradi nipate kile kinachonipeleka. Mwanzoni mimi nitaungana na Jordan. Yeye ameniambia ana ofisi ya kupaka wadada rangi za kucha hizi. Mimi nitaanzia hapo mdogo wangu. Ila hii iwe siri yako tu sawa. Mimi naondoka kesho alfajiri bila kuaga wazazi kwa sababu mimi najua watanizuia kuondoka endapo nitawaaga. Sasa kwa namna yote ile watahisi labda mimi namfuata mke wa mtu, kwa hiyo watanizuia, umesikia? Kwa hiyo kama watanizuia alafu nitaondoka bila kuatii, basi safari yangu na maisha yangu yatakuwa na misukosuko sana huko mjini, kiasi kwamba mimi niweza kurudi mikono mitupu. Kwa jukumu la kuaga naliacha kwako, umesikia? Utaambia kwamba nimeondoka. Hapo najua lazima watanipatia tu baraka zao kwa kuwa tayari nimeshaondoka. I say. Basi sasa bro, mimi nimekuelewa na siwezi kupinga uamuzi wako kwa sababu mimi naamini sana katika akili yako bro. Mimi nina maombi kadhaa kwako kakaangu. Ukienda mjini, usiende kumtafuta Shani bro. Nenda katafute pesa kama ulivyoniambia. Mimi pia ndoto yangu kubwa ni kuishi mjini, nifanye biashara. Kwa hiyo mafanikio yako yatanifungulia fursa ya kutimiza ndoto zangu. Na kama ukifanikiwa usisahau hali ya maisha uliyoacha nyumbani bro. Maana nasikia Dar es Salaam ni jiji la starehe sana na raha. Kwa hiyo ombi langu la mwisho bro, fanya kila uwezalo. Fanya kila uwezalo. Hakikisha unapata nafasi ya kuingia studio kwa gharama yote ile bro. Unajua bro una kipaji kubwa sana cha kuimba. Kwa hiyo kama ukiweka nia na ukajiamini kwamba unajua kuimba, basi tunaweza kukusikia kwenye maredio huko nini. Huko Dando kuna studio nyingi bro. Alafu wasanii sasa wakubwa wote wanaishi Dar es Salaam. Wote. Kwa hiyo jitahidi sana kutafuta support. Wewe ndio utatoboa bro na kuwa msanii mkubwa. Huko unakokwenda ndio kwenye njia ya kufikia ndoto zako bro. Nenda kajaribu, huenda utairejesha thamani yako na familia yetu kwa ujumla. Mdogo wangu mkubwa ni Mungu tu, hivyo tuendelee kumuomba, huenda atabariki na nyote itang'aa. Naam, hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya Ramso na mdogo wake, wakiwa wanaagana majira yale ya usiku. Kituo kilichokuwa kinafuata kwa Ramso ni jijini Dar es Salaam, inapolimwa pesa. Ni kule kule alipoenda Shani, mwanamke aliyewahi kumpenda bila mipaka wala masharti. Sasa ni katika ukumbi mmoja mashuhuri sana ujulikanao kwa jina la Flowers Luxury Hall ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kulikuwa na tafrija kubwa iliyoandaliwa na familia moja kitajiri kwa ajili ya kumpongeza binti yao aliyehitimu shahada ya biashara katika chuo kikuu cha Istanbul nchini Uturuki. Ndani ya ukumbi watu walipendeza kweli kweli kwa mavazi yenye gharama kubwa, huku sura zao zikiwa na matabasamu mapana. Wote walipendeza, lakini kuna mtu mmoja alionekana kupendeza zaidi ya watu wote waliokuwa pale ukumbini. Yaani kama ingekuwa ni mhusika katika filamu, basi mtu huyo angekuwa queen wa mchezo. Macho ya kila mtu pale ukumbini yalitua kwa mwanadada huyo ambaye kumtazama ilikuwa ni zaidi burudani. Anaitwa Najma Kasim Zungu. Ni mtoto wa pili na wa mwisho kabisa wa Mr. and Mrs. Zungu. Ni binti mwenye umri wa miaka 25. Ni mwanadada aliyebarikiwa uzuri na urembo kwenye macho ya kila mtu aliyemtazama. Najma ndo alikuwa mhusika mkuu wa ile tafrija iliyokuwa inaendelea pale ukumbini. Kwa hakika ilikuwa ni siku ya furaha sana kwake baada ya kuhitimu masomo yake nchini Uturuki. Najma alifanikiwa kupata shahada ya uzamili, yani master's degree katika utawala wa biashara, yani business administration. Mr. Zungu alikuwa ni mmiliki wa kampuni kubwa ya vipodozi, hivyo alikuwa na mpango thabiti wa kuiacha kampuni yake kwenye mikono ya binti yake, licha ya kwamba alikuwa na mtoto mkubwa wa kiume. Ni yule Shabani, mume wa mwanadada Shani, ndo alikuwa mtoto wa kwanza kabisa wa Mr. Kasim Zungu. Hii ina maana kwamba Shabani na Najma ni ndugu waliozaliwa na baba na mama mmoja. Sasa wakati Mr. Zungu akiwaza kuhusu binti yake Najma awe kiongozi wa kampuni, Najma yeye alikuwa na fikra tofauti kabisa kichwani kwake.
Wakati upo masomoni Uturuki, alipata wasaa wa kujifunza masuala ya mitindo pamoja na kufanya promotion za bidhaa mbalimbali za makampuni, kwa kuwa ni kitu ambacho alikuwa anakipenda tangu akiwa mdogo. Sasa wakati Mr. Zungu anataka mwanae aendeshe kampuni, Najma yeye alikuwa anataka kuwa modo wa kufanya matangazo ya bidhaa kwenye kampuni ya baba yake ili kupushi mauzo. Najma alikuwa anapenda sana aonekane kwenye mabango na matelevision ili awe maarufu tu. Hakuwa anatamani pesa wala cheo kwenye kampuni ya baba yake. Yeye alichotaka ni umaarufu kwanza katika umri wake wa ujana, kisha pesa ndo zifuate. Yeye alitaka kufanya kitu ambacho moyo wake unataka. Alafu kizingatia, hakuwa na shida yoyote ya kifedha. Ile nafasi ya kuongoza kampuni aliamini kaka yake ndio inamstahili kwa wakati huo ili yeye aendelee kumalizia ujana wake. Glasi za wine zilisambaa sana kwenye mikono ya watu huku cheers zikipigwa juu juu. Muziki laini ulisikika pale ndani huku watu wakiendelea kucheza taratibu kabisa. Familia nzima ya Mr. and Mrs. Zungu ilikuwepo pale ukumbini sambamba na mkwe wao Shani. Lakini pia familia nzima rafiki wa Mr. Zungu ambaye ni mfanyabiashara mwenzake ilikuwepo pia pale ukumbini. Mfanyabiashara huyo anafahamika kwa jina la Hamadi. Mr. Hamadi alikuwa anamiliki maduka mengi makubwa ya vipodozi ndani ya jiji la Dar es Salaam pamoja na mikoa mingine ya nchi. Lakini pia alikuwa na hisa kadhaa ndani ya kampuni ya vipodozi ya Mr. Zungu. Mr. Zungu na Hamadi walikuwa marafiki wakubwa sana kiasi kwamba familia zao waliziunganisha kwa ukaribu. Watu wengine waliokuwepo pale ukumbini ni marafiki wa karibu wa Najma pamoja na baadhi ya wafanyakazi wa kampuni ya vipodozi yani Zungu Cosmetics Company inayomilikiwa na Mr. Zungu. Wakati burudani zikiendelea pale ukumbini, Najma alichukua mic kisha akasema ya kwamba kipekee kabisa, naomba kuchukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa kunipa pumzi mpaka kufikia siku ya leo. Na washukuru pia wazazi wangu Mr. and Mrs. Zungu kwa kuweza kuniandalia sherehe hii. Lakini pia na washukuru nyewe wote mliokuja hapa kunipa kampani siku ya leo. Huu ni upendo mkubwa sana kwangu, maana najua mmeacha shughuli zenu kwa ajili yangu mimi. Nyewe wote ndo familia yangu mimi. Tangu nilipoanza masomo mpaka kufikia nukta ya mwisho haikuwa rahisi kabisa kwangu. Kwa hiyo leo nataka kufurahi pamoja na nyie familia yangu. Let's enjoy. Basi glasi za wine na soda ziligongeshwa juu juu, kisha watu wakaendelea kupata vinywaji kwa furaha. Muziki laini uliendelea pale ndani. Watu wakajigawa kwa kapo na kuanza kucheza. Kila mtu alimkumbatia mtu wake, kisha miguu ikaanza kunesa kwa madoido. Mr. Zungu alicheza na mke wake, Mr. Hamadi naye alidansi na mke wake, Shabani naye akamkumbatia Shani wake. Wengine pia wakaanza kutafutana. Tukirudi upande wa mama shughuli, Bibi Naj, tayari mikono yake yote miwili ilikuwa mabegani kwa kijana mmoja mtanashati sana. Kijana huyo anafahamika kwa jina la Razak, mwenye makamo ya miaka takriban 28. Ni mtoto wa pekee wa Mr. and Mrs. Hamad. Razak ndiye msimamizi mkuu wa maduka yote ya vipodozi ya baba yake. Yeye ndo aliandaliwa kuwa mrithi wa kila kitu kinachowahusu wazazi wake. Hata zile hisa za Mr. Hamadi kwenye kampuni ya vipodozi ya Mr. Zungu ziliandikwa kwa jina la kijana wake Razak. Ni kijana mwenye shahada ya biashara kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia alikuwa na shahada ya uzamili kutoka Chuo Kikuu cha Harvard Marekani. Wakati mikono ya Naj ikiwa mabegani mwa Razak, mikono ya Razak ilikuwa kwenye kiuno cha Najma, huku miguu yao ikienda kulia na kushoto kufuatana na mapigo ya muziki. Wazazi wa Najma pamoja na wazazi wa Razak walionekana kufurahi zaidi baada ya kuona vijana wao wanacheza kwa ile style. Kuna jambo tayari walishaliandaa kwa ajili ya watoto wao ili kuweza kudumisha urafiki wa familia zao pamoja na biashara zao. Najma na Razak ni vijana ambao walifahamiana tangu wakiwa utotoni na waliandaliwa kuja kuoana. Wakati dance likiendelea, Razak alianza kumwongelesha Najma. Hongera sana Najma kwa hatua kubwa uliofikia. Asante bro. Tevu ni kumisi sana Najma. Unajua muda bana nilisubiri sana ili tuweze kuwa pamoja na kushirikiana kwenye mambo mbalimbali. Kwa hiyo mimi nakuahidi nitakuwa bega kwa bega na wewe katika majukumu yako. Siku zote nipo upande wako Najma. Na unajua hilo Ya, naelewa, ila
naomba utoe mikono yako kiunoni kwa sababu sina confidence kabisa ya kudance kwa hii style. Oh, come on Najma, unaogopa nini wakati kila mtu hapa anajua siku zijazo mimi na wewe tutarudi kwenye huu kumbi tukiwa na mavazi ya harusi Usikujua ni kwamba wazazi wetu tayari wamesha organize kila kitu kuhusu sisi ili tuweze kuoana. Ni wewe tu ndio tuko tunakusubiri. Maneno ya Razak yalimfanya Najma atoe mikono yake kwenye mabega ya Razak kisha akaacha kucheza muziki. Vipi? Mbona unaacha kucheza sasa? Uendelea kucheza tu, mimi sijisikii vizuri. Nahisi kichwa kinauma. Najma alimjibu Razak kisha akaenda kuketi kwenye kiti huku sura yake ikiwa imepoteza furaha. Maneno machache kutoka kwenye kinywa cha Razak yaliushtua moyo wake kwa maelfu na mapana na kumharibia kabisa furaha yake bila kutarajia. Wakati Najma amekaa pale kwenye kiti, ghafla mama yake akamsogelea. Najma, vipi? Mbona sasa umemwacha mwenzako na kuja kukaa kwenye kiti Usiniambie kwamba umechoka mwanangu wakati shughuli ni ya kwako bibie. Hapana mama. Nahisi kama kichwa kinaniuma sana mama. Kichwa tena? Basi ngoja nikuangalizie Panadol kwenye mkoba wangu. Nahisi ninazo. No, hapana mama, hapana. Hii sio homa ila wine niliyokunywa ndio nadhani inanipa kizunguzungu maana sijawahi kabisa kunywa wine. Kwa sasa nahitaji kupumzika tu, naamini nitakuwa sawa. Sasa itakuwaje ukiondoka wakati wewe ndio mwenye sherehe jamani? Na ndio kwanza hapa imeanza kuchangamka. Mama, mimi sondoki. Ngoja nikajisikilizie kwanza kwenye gari kama dakika 10 hivi kisha nitarudi kuendelea na sherehe. Haya sawa, ngoja sasa nimwambie mwenzako akusindikize ili akupe uangalizi. Mwenzangu upi? Si Razak. Kwa nini yeye? Hebu mama achana naye. Hebu acha hizo mwanangu. Unajua watu wote waliokuja hapa wamekuja kwa ajili yako Kwa hiyo usifanye kitu cha kumisbehave karibu sherehe yako bwana. Mama alizungumza maneno hayo kisha akamfuata Razak na kumnongoneza sikioni. Razak alitikisa kichwa kuitikia. Kisha akamfuata Najma na kuongozana naye mpaka nje ya ukumbi. Walienda mpaka kwenye parking ya magari kisha Razak akamfungulia Najma mlango wa gari. Najma akazama ndani. Razak naye akazunguka upande wa pili. Akafungua mlango na kuingia ndani. Wakawa sasa wanatazamana uso kwa uso ndani ya gari. Najma, au nikupeleke tu hospitali ukapime, huenda yakawa ni malaria dia. No, hapana. Mimi nipo fresh kabisa. Siumwi kitu chochote kile. Kwanza naomba nikuulize maswali kadhaa Razak. Sawa, wewe kuwa huru tu. Niulize tu kipenzi chochote tu unachotaka kuuliza. Kwa hiyo wazazi wangu na wako tayari wameandaa kila kitu kwa ajili ya sisi kuoana, sio? Ya, ipo hivyo Najma. So we Razak umeridhia kabisa, right? Yeah, of course mimi nimeridhia. Why not? Wakati moyoni mwangu upo wewe Najma. Sasa Razak, unawezaje kumwoa mtu ambaye hujui kama anakupenda au hakupende? Hivi Razak, ulishawahi kuniambia kwamba unanipenda? Au mimi nishawahi kukwambia nakupenda? Bana, hatujawahi kufanya hivyo, lakini kumbuka tangu tukiwa utotoni tulikuwa na hisia fulani za kupendana. Kile kipindi mimi siwahi kuambia uomba mimi nakupenda, lakini mimi naamini kabisa ulikuwa unafahamu kwamba mimi nakupenda Najma. Najua kabisa hata wewe mwenyewe ulikuwa unanipenda mimi. Ila sasa kusema tu ndo ukuwahi. Najma, ndoto yangu mimi tangu utotoni ni kuja kuoa wewe. Wewe ni mwanamke wa ndoto zangu Najma. Hata wazazi wetu tayari walishabariki ndoa yetu tangu tukiwa watoto. Naomba nisikize kwa makini Razak. Mimi sijawahi kuwa na hisia zozote juu yako. Na kama nishawahi kuwa nazo basi hizo zilikuwa akili za kitoto tu Razak. Kwa hiyo achana kabisa na mambo utotoni kwa sababu sasa hivi tumeshakuwa watu wazima. Mimi sina hisia zozote kwako Razak. Kwa hiyo ondoa akilini mwako hilo wazo la kunioa mimi. I'm already occupied by someone and nampenda sana. He's a man of my dream. Na yeye ndo atakayenioa mimi. Sorry for that Razak. But I love him so much. Najua inakuumiza kusikia hivyo but huo ndio kweli na walisea. Ndani ya stendi kuu ya mabasi yatokayo mikoa ya kusini mwa Tanzania, hatimaye Ramso aliwasili salama ndani ya jiji la Dar es Salaam akiwa na begi lake mgongoni.
Ilikuwa mara ya kwanza kabisa kwa Ramso kufika ndani ya jiji hilo, hivyo kila kitu kilikuwa kigeni mbele ya macho yake. Jordan ambaye ni mwenyeji wa Ramso alifika stendi kwa wakati na kufanikiwa kumpokea rafiki yake. Wawili hao walikuwa marafiki tangu wakiwa shule ya msingi mpaka kufikia sekondari, na walisoma darasa moja mpaka walipohitimu kidato cha 4. Miaka mitatu tu baada ya kuhitimu kidato cha 4 ndipo walipotengana rasmi. Jordan alienda mjini kutafuta maisha huku Ramso akibaki kijijini. Kifupi, Jordan alikuwa pale mjini kwa zaidi ya miaka 8, hivyo alishakuwa mwenyeji wa mazingira. Mpaka kufikia muda huo alikuwa amepanga chumba na shughuli yake kubwa ilikuwa ni kutengeneza na kupaka rangi kucha za wadada. Miaka ya mwanzoni kabisa alikuwa anafanya shughuli hiyo kwa kutembea mitaani, ila baadaye akafanikiwa kupanga kibanda, yani frame, na kufungua ofisi yake. Ofisi hiyo ilikuwa maeneo ya Makumbusho, huku yeye mwenyewe akiishi Kinondoni. Baada ya Jordan kufanikiwa kumpokea Ramso, wakapanda daladala zinazoelekea Kinondoni alipokuwa anaishi. Sasa upande wa Flowers Luxury Hall, kwenye huo ukumbi, mpaka kufikia majira ya saa 3 usiku, sherehe ya mwanadada Naji ikatamatika rasmi pale ukumbini. Najma pamoja na wazazi wake waliwashukuru watu wote walioonyesha upendo kwa kuhudhuria sherehe hiyo. Baada ya sherehe kutamatika, watu wakaanza kuagana na kutoka nje ya ukumbi kwa ajili ya kuanza safari ya kurudi majumbani mwao. Ile siku Najma alipokea zawadi nyingi sana kutoka kwa watu waliofika kwenye hiyo sherehe. Moja ya zawadi kubwa kabisa ambayo alipatiwa ni gari jipya la kutembelea na kuendea kazini. Ni zawadi aliyopatiwa na babake mzazi, ikiwa ni sehemu ya kutimiza ahadi waliokubaliana wakati anaanza masomo yake sekondari. Nje ya ukumbi kwenye parking ya magari, Najma alisimama na rafiki yake anayeitwa Juju. Walisimama mbele ya gari jipya la Najma na walikuwa na mazungumzo mafupi kabla ya kuachana. Kwa mchuma ushoga yangu, naona mzee wako kaamua kukununulia gari la gharama jamani, ili utulingishie. Hongera sana shoga yangu, Juju alimwambia Naj huku akilishika gari jipya la Najma. Juju, mwaka kazi yangu ni kulala na kupiga misele, huku sauti ya muziki ikiwa kubwa kwenye gari langu. Kwa hiyo sihitaji kufanya kazi yote kwenye kampuni, labda tu matangazo ya bidhaa ndo naweza kufanya. Nahitaji kupumzika kwanza, maana unajua masomo yanichosha sana. Yaani ulipo nipo shoga yangu. Kwanza mimi nimefurahi sana ulivorudi, maana unajua nilikuwa nakosa hata company mwenzako, Alafu mimi nitegemea bwana kumuona Ibra kwenye hii sherehe. Vipi, mbona shemeji yangu hajaja? Au haukumwalika? Ni Juju. Huwezi kuamini eti. Unajua mpaka kufika muda huo Ibra hajui kabisa kama nimerudi Tanzania. Kwa nini sasa jamani? Mbona sio jamwambia wakati jamani ndo baba shughuli mwenyewe, na huenda hata ndo mtu aliyekumisi sana kuliko mtu yeyote. Au kuna ugomvi umezuka? Maana nyie hamchelewi gombana, hata mkiwa mbali mnagombana tu ndugu zangu. Au mmeshagombana nini? No Juju, hakuna ugomvi wote kati yetu, but nahitaji kumsurprise. Nafahamu kwamba atakuwa amenimisi sana na mimi pia nimemiss sana, so kesho tenda nyumbani kwake kumsurprise. Aya bibi, time is up now, so tondoke, maana zote wameondoka tayari, tumebaki sisi tu na wenye ukumbi tu. I think tutawasiliana kwenye simu ili tuone kama tunaweza kuonana hiyo kesho shoga yangu. Basi baada ya mazungumzo hayo, kilichofuata ni kuachana. Naj akapanda kwenye gari lake, Juju naye akapanda kwenye gari lake, kisha wakaondoka. Msikilizaji, Juju naye ni mtoto wa kishua kweli kweli. Unajua tena hawa watoto wa kishua siku zote wanapendana sana na watoto wa kishua wenzao. Unajua tena Kwa hiyo Juju naye ni mtoto wa kishua. Wazazi wake ni watumishi wa serikali, lakini alichagua kujiajiri kwenye biashara mara baada ya kuhitimu shahada yake ya kwanza katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Juju alikuwa na duka kubwa la urembo maeneo ya Makumbusho. Pesa haikuwa tatizo kabisa kwa Juju, na alikuwa anatembelea gari lake mwenyewe. Juju alipenda maisha fulani hivi ya ustaa na usistadu. Ndio maana hakutaka kuajiriwa serikalini wala kwenye taasisi ya mtu. Sasa urafiki wa Naji na Juju ulianzia ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam walipokutana kwa mara ya kwanza. Kwa kiasi kikubwa sana, staili ya maisha ya Naji na Juju zilikuwa zinaendana.
wote walikuwa wanapenda kuishi kistaa zaidi. Wakati wazazi wa Naji wakifikiria kuhusu ndoa ya binti yao pamoja na Razak, Najma tayari alikuwa na mchumba anayeitwa Ibra. Sasa simulizi yetu msikilizaji inatuonyesha maeneo ya Biafra, Kinondoni. Hatimaye Ramson na Jordan walifanikiwa kufika kwenye chumba anachoishi Jordan maeneo ya Kinondoni. Jordan alikuwa anaishi peke yake kibachela ndani ya chumba hicho. Chumba kilikamilika kwa maisha kisela. Kilichokosekana ni vyombo tu vya kupikia. Jordan alikuwa ananunua chakula. Kupika kwake ilikuwa ni mwiko. Ndani ya chumba kulikuwa kuna kitanda cha mbao futi 5 kwa 6 na godoro lake, sofa la watu wawili, flat TV inchi 32 pamoja na meza. Geto lilivutia kwa kiasi chake na lilionyesha kabisa Jordan alijipata kwa kiasi fulani. Huo ndio ulikuwa kweli. Kijana alikuwa na uhakika wa kulala, kula na kulipa kodi bila kipengele chochote kupitia ofisi yake ya kutengeneza kucha za wadada na kupaka rangi. Ofisi yake ilikuwa maarufu sana pale Makumbusho, ikijulikana kwa jina la Joda Makucha. Baadhi ya wateja wake walikuwa mastaa wa kike wanaoigiza na kushiriki kwenye video za wasanii wa muziki. Jirani kidogo na ofisi yake kulikuwa na maduka makubwa ya urembo. Hayo ndio alimsaidia kwa kiasi kikubwa kupata wateja kwenye biashara yake. Basi Jordan akasema kwamba, Ramzi, karibu sana rafiki yangu bwana, hapa ndo maskani kwangu, kwa hiyo tutaishi hapa. Hivyo ndivyo Jordan alivyomkaribisha Ramson ndani ya chumba chake. Usiku ule walikula chakula cha kununua kisha wakajiegesha kitandani. Siku hiyo walikesha kupiga stori za kijijini kwao huku wakikumbushana matukio ya nyuma walipokuwa shuleni. Kuna muda walicheka na kufurahia stori kwa pamoja kama rafiki. Hata ile stori ya Shani kumsaliti Ramson na kuolewa, Jordan alisimuliwa na mwisho wa siku akamcheka rafiki yake kiutani kama ujuavyo desturi ya marafiki. Swala lililokuwa mbele ya Ramson ni moja tu: kuungana na Jordan kwenye ofisi ya kucha, na uzuri ni kwamba ofisi ilikuwa na wateja wengi na kazi zilikuwa zinamlemea Jordan. Ujua wa Ramson ulikuwa na faida kubwa sana kwa Jordan. Maana mwanzo alikuwa na msaidizi ila waligombana na kuamua kumtimua kabisa. Kwa hiyo hakukuwa na muda wa kupoteza. Siku inayofuata walitakiwa kuingia kazini kama kawaida. Sasa maeneo ya Mbezi Beach ilikuwa ni yapata majira ya saa 4 asubuhi juu ya alama. Ni nyumbani kwa Mr. Zungu, maeneo ya Mbezi Beach. Meza ya chakula ilikuwa tayari kutoa huduma ya chakula cha asubuhi kwa wanafamilia. Supu ya kutosha ilionekana mezani kwa ajili ya kukata arosto ya pombe walizokunywa usiku wa jana kwenye sherehe. Mr. and Mrs. Zungu, Najma, Shebi pamoja na Shani pamoja na mdada wa kazi ndo alikuwa pale mezani wakijipatia mlo. Kifupi familia nzima ilitimia pale ndani, na hata Shabani alikuwa anaishi na mke wake pale pale kwenye nyumba ya wazazi wake. Nyumba ya Mr. Zungu ilikuwa ni kubwa kama kasiri kiasi kwamba ilikuwa na nafasi ya kuishi watu zaidi ya 20. Nyumba ilikuwa na ghorofa moja. Huko juu ghorofani ndiko walipokabidhiwa watoto kuishi, alafu wazazi wakawa wanaishi chini. Kitu walichokuwa wanashare pamoja ni chakula tu. Hii inamaanisha kwamba Shani alikuwa anaishi pamoja na wakwe zake baada ya kuolewa na kijana Shabani. Pale mezani walipokuwa wanakula, ni sauti za vijiko na bakuli tu ndo zilikuwa zinasikika kwa wakati huo. Kulikuwa na utaratibu maalum kwamba wakati wa kula hakuna mtu yeyote kuzungumza, labda tu itokee dharura. Takriban dakika 15 zilitumika kuhitimisha zoezi la chakula cha asubuhi. Hapo sasa kila mmoja akawa na uhuru wa kuzungumza jambo lolote lililopo akilini. Mdada wa kazi akaondoa vyombo pale mezani kisha akasafisha. Najma akainuka ili aondoke, lakini ghafla akashikwa mkono na mama yake. Mama akasema kwamba, Najma, baba yako ana maongezi na wewe muda huu. Basi Najma akakaa kwenye kiti kusikiliza hayo mazungumzo. Sasa Mr. Zungu akasema kwamba nyewe wengine mnaweza kuondoka kwa sababu maongezi hayawahusu. Mr. Zungu alizungumza kauli hiyo akimtaka Shabani na mke wake Shani uondoke. Shabani na Shani wakaondoka na kuacha wazazi pamoja na Najma. Basi Mr. Zungu alimuita mwanae. Nadhani maisha ya shule kwa sasa yamefikia tamati upande wako na kila kitu kipo safi kabisa. Sasa nataka kujua binti yangu, ratiba yako kuhusu kazi ipoje kwa sasa?
Kwa sasa nahitaji miezi kadhaa ya mapumziko kabla sijaingia kwenye majukumu yote ya kikazi kwa sababu akili yangu imechoka sana. Labda tu ikitokea kuna bidhaa mpya ya kampuni inahitaji kufanywa tangazo, basi nitafanya kwa sababu ni jambo la dakika chache tu. Aha. Najma mwanangu, hapa hakuna muda wa kupumzika, maana kampuni inakuhitaji sana. Wewe ndo CEO mpya wa Zungu Cosmetics Company, kwa hiyo jiandae kwa utambulisho mwezi ujao. Baba, kwani CEO wa kampuni si kaka Shabani? Sasa mimi nawezaje kuchukua nafasi yake? Sikiliza Najma. Kaka yako anaipeleka kampuni kwenye korongo. Ndani ya kampuni amewajaza marafiki zake tu wanaoathiri utendaji wake wa kazi. Wafanyakazi bora wote walishaacha kazi kwa sababu ya kinywa cha kaka yako, na wengine ameshawafukuza. Hata kwenye upande wa matumizi ya pesa kuna shida kubwa sana, maana kampuni imekuwa na madeni ili hali mapato yanayoingia ni makubwa. Kakago ni mlevi. Ni mlevi wa madaraka kiasi kwamba kampuni inaendeshwa kwa hasara. Yule Mr. Hamadi ambaye amewekeza hisa zake anafikiria kujiondoa endapo kaka yako ataendelea kuwa kiongozi wa kampuni. Mimi nimekuelewa baba, lakini sasa hayo mabadiliko yanaweza kututengenezea wadui sisi wanao. Naamini kabisa kaka Shabani lazima atanichukia mimi endapo nitachukua nafasi yake. Wewe kwa hilo ondoa wasiwasi kabisa binti yangu. Kwa sababu mimi ndo baba yenu. Kwa hiyo nitajua namna ya kubalance mzani ili kusiwe na mgogoro wote kwenu. Kila mtu atapata nafasi anayostahili, kwa hiyo nitajua namna kufanya. Sawa baba, nimekuelewa, lakini kama nilivyokuambia nahitaji mapumziko kabla sijaingia kwenye majukumu ya kazi. Basi sawa lastiboni wangu, mimi nakujua wewe unavyopenda kuzurura. Na hivyo umepata gari jipya. Sijui kama litapumzika kwa kweli. Wiki yote hii nitahakikisha natembelea beach zote zilizopo hapa da baba. Unajua kule Uturuki ni kama vile nilikuwa jela, maana hata sikuwa na uhuru wa kujiachia kwenye nchi ya watu. Haya lastiboni bwana, uwanja ni wako bwana. Jirushe uwezavyo, ila hakikisha unakuwa makini barabarani na zingatia kurudi nyumbani kwa wakati wewe kwetu bado ni mtoto bwana, hata kama ukiota mapembe. Hilo nalitambua wazazi wangu. Basi kimya kilitawala kwa sekunde kadhaa. Mr. Zungu na mkewe wakawa wanatazamana huku kila mmoja akimwambia mwenzake azungumze jambo. Ni kama vile kulikuwa kuna jambo lenye uzito kidogo kutoka kwa wazazi kwenda kwa mtoto wao. Wazangu, kuna nini? Mbona kama mna jambo la kuniambia alafu ni kila mtu anarusha mpira kwa mwenzake? Najma alizungumza kufuatia kila alichokuwa anakiona. Mr. Zungu alikunywa maji kwenye glasi kisha akamtazama Najma. Mwanangu, nadhani unatambua kwamba kwenye kampuni yetu Mr. Hamadi ana hisa zake 25% ambazo zimeandikwa kwa jina la mwanae Razak. Sasa wewe na Razak mnatakiwa kuungana kwa sasa katika suala zima la kuhakikisha kampuni inasimama imara na kuendelea kutengeneza faida kubwa. Ule ni urithi wenu nyewe watoto, maana sisi wazee wenu tunaelekea ukingoni hivyo. Sasa miongoni mwa vitu nilivyopelekea maendeleo ya ile kampuni ni urafiki uliopo kati yangu na Mr. Hamadi. Sasa sisi tumekuwa marafiki kwa muda mrefu sana na sasa tunataka kuziunganisha rasmi familia zetu kupitia nyewe watoto. Wewe na Razak mnatakiwa kufunga ndoa ili muwe kitu kimoja, na hiyo ndio plan tuliyoipanga sisi wazazi wenu. Nadhani hii itakuwa nzuri sana kwenu wote kwa sababu mnajuana vizuri tangu utotoni na tulikuwa tunaona jinsi mnavyofurahi na kucheka mkiwa pamoja. Mr. Zungu alizungumza maneno hayo na kumfanya Najma ashtuke kwa marefu na mapana. Baba hapana, mimi siko tayari kuolewa na Razak. Kwa nini hutaki? Kwa sababu baba, mimi kuna mtu tayari nampenda. Yeye ndo atakayenioa mimi. Najma alijibu huku akitetemeka mwili mzima. Ni kama vile Mr. Zungu na mkewe hawakusikia vizuri kauli ya binti yao. Ilibidi sasa waulize kuhusu kile walichokisikia.
Baba akauliza kwamba Najma, unasema kuna mtu unampenda? Ndio baba, kuna mtu nampenda na yupo tayari kunioa. Makubwa. Naona na wewe sasa unataka kufanya kama aliyofanya kaka yako, kwenda kuoa mwanamke kutoka kwenye familia ya kimaskini huko kijijini. Hivi nyewe watoto mbona mnataka kuleta anguko kwenye hii familia? Mbona mnatuletea watu wasiokuwa na faida yoyote kwetu? Haya, tuambie huyu mtu anafanya kazi gani? Mama Najma aliongea na kumuuliza swali mwanae kwa jazba kubwa. Kabla Naji hajajibu, Mr. Zungu akamtuliza mke wake kwa kumwambia, relax kwanza mke wangu. Sikia sasa binti yangu, najua kwanza si umesema kwamba kuna mtu unampenda na yupo tayari kukuoa. Basi mlete hapa nyumbani haraka iwezekanavyo ili tumfahamu na tumsikilize msimamo wake. Wewe mlete tu hapa huyo mwanaume, sisi tunamsubiri. Mr. Zungu alizungumza maneno hayo kisha akaondoka kwa hasira. Mama naye akamtazama binti yake kisha akaondoka kwa hasira bila kuzungumza chochote. Najma akabaki peke yake pale mezani huku akihisi kuchanganyikiwa. Sasa ni katika maeneo ya stendi ya daladala Makumbusho. Heka za utafutaji ziliendelea kama ilivyokuwa kawaida. Daladala zilionekana zikiingia na kutoka. Makondakta walipaza sauti wakipigia debe magari yao kwa abiria waliokuwa wanazagaa kutafuta usafiri. Wafanyabiashara wadogo kama vile wauzaji wa maji, juisi, ice cream, popcorn na vitafunwa vinginevyo tu waliendelea kusambaza huduma zao kwa wateja bila kujali hali ya jua. Pembezoni kabisa mwa stendi hiyo kulikuwa na machimbo ya biashara za nguo za mtumba na kuna meza nyingi zilikusanya watu walioonekana kuchagua nguo za kununua. Lakini pia kulikuwa na frame za biashara mbalimbali kama vile vinywaji, vyakula, saluni kubwa za kike na kiume, maduka ya urembo na vipodozi, ofisi za mitandao ya simu na kadhalika. Kwa hakika eneo lilichangamka sana kibiashara. Sasa moja kati ya maduka ya urembo na vipodozi lilikuwa linamilikiwa na mwanadada Juju, yule rafiki wa Naji. Duka hilo lilikuwa kubwa na lilijaa aina zote za bidhaa zinazoweza kumfanya mwanamke kuonekana mrembo. Siku hiyo Juju alikuwa dukani kwake pamoja na msichana fulani hivi aliyemwajiri kwa ajili ya kumsaidia majukumu ya uzaji. Ilikuwa ni lazima amwajiri msaidizi kwa kuwa kuna muda wateja wanakuaga wengi, lakini pia mita kadhaa kutoka pale kwenye duka la Juju kuna frame fulani vya size tu imeandikwa Jordan Makucha. Hapo palikuwa ofisini kwa kijana Jordan, rafiki yake Ramso. Ofisi ya Jordan ilizungukwa na maduka ya urembo likiwemo duka la Juju. Siku hiyo Jordan na Ramso walikuwa hapo ofisini tangu majira ya asubuhi na kama kawaida walipata wateja wengi kwenye ofisi. Siku hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza kabisa kwa Ramso kuingia kazini. Siku hiyo kazi yake ilikuwa ni moja tu, kuchukua kozi ya mafunzo kutoka kwa Jordan. Baadhi ya huduma zilizokuwa zinatolewa pale ofisini ni kupiga msasa kucha kwa kusafisha kwa maji na sabuni, kusugua kucha na kuzichonga kwa ustadi kabisa, kupaka rangi kucha, kubandika kucha bandia na kadhalika. Sasa kwa bahati nzuri bwana, siku hiyo wateja walikuwa wengi kama kawaida, maana Jordan alishakuwa maarufu sana eneo hilo. Hata Juju naye alikuwa mteja mkubwa wa Jordan. Kama ujuavyo, Juju ni superstar, hivyo ilikuwa ni lazima kila wiki aingie ofisini kwa Jordan kwa ajili ya kutengeneza urembo wa kucha zake. Siku ya kwanza kwa Ramso kazini ilikuwa ni kwa ajili ya kujifunza kazi na kushangaa tu warembo wa kibongo walioingia pale ofisini. Uzuri wa sura, shepu na mavazi ya warembo wa kibongo vilimchanganya akili Ramso na kujikuta anaingiwa na matamanio akiwa kama mwanaume rijali. Kijana alitamani sana angepata japo pisi moja tu, lakini hadhi yake ilimpa wasiwasi kwa kuwa wale warembo walionekana kuwa matawi ya juu. Ikabidi sasa aendelee kula kwa macho huku moyoni akijisemea, ama kweli wakubwa wanafaidi. Sasa upande wa pili, Najma aliamua kuondoka nyumbani kwao baada ya kumaliza mazungumzo na wazazi wake.
Alitoka na gari lake jipya alilonunuliwa kama zawadi baada ya kuhitimu masomo nchini Uturuki. Akili ya mtoto wa kike kwa wakati ule ilikuwa ni moja tu, kwenda kuonana na mpenzi wake Ibra, ikibidi wafanye utaratibu wa kwenda kwa wazazi kutambulishana. Ni muda mrefu sana ulipita bila wawili hao kuonana, japo walikuwa wanawasiliana kwenye simu kila siku. Naji hakumpa taarifa yoyote Ibra juu ya urejeo wake ndani ya nchi. Alichohitaji yeye ni kumfanyia surprise bab kubwa, surprise ambayo hakuitarajia. Break ya Najma ilikuwa Msasani, kwenye nyumba aliyokuwa anaishi mpenzi wake aitwaye Ibra. Ibra alipanga nyumba nzima na alikuwa mwajiriwa kwenye kampuni fulani vya mtu binafsi. Alikuwa na shahada ya biashara, yani Bachelor of Business, kutoka chuo kikuu cha usimamizi wa fedha IFM. Kijana Ibra aliacha mjengo mkubwa nyumbani kwao na kwenda kupanga chumba mtaani ili awe huru tu kufanya mambo yake ujana. Kwa bahati nzuri, upande wake alibahatika kuzaliwa kwenye familia inayojiweza kifedha. Gari la Najma lilifunga breki umbali wa mita kadhaa kutoka kwenye nyumba anayoishi Ibra. Najma aliteremka kisha akapiga hatua na kuifuata ile nyumba. Alijua tu ni lazima Ibra atakuwepo pale ndani kwa sababu ile ilikuwa siku ni ya weekend, hivyo haendagi kazini. Ni kweli siku hiyo Ibra hakwenda kazini. Najma alipofika alisikia sauti ya muziki ikitokea kwenye chumba cha Ibra, huku mlango ukionekana kufungwa kwa ndani. Mtoto wa kike akasimama mlangoni kisha kagonga. Zilipita sekunde chache tu mlango ukafunguliwa, na aliyefungua ni mama mtu mzima tu. Najma alishtuka sana kuona mwanamke mtu mzima aliyevaa kanga tupu. Mwilini mwake alikuwa na kanga tu, na ndo amekuja kufungua mlango na sio Ibra. Sura ya yule mwanamke haikuwa ngeni kabisa machoni mwa Najma. Najma alianza kuhisi mauzauza kichwani kwake. Sasa yule mwanamke akasema kwamba sema shida yako, sijui nikusaidia nini binti. Yule mwanamke alimuuliza Najma huku akimtazama kwa nyodo. Naji akasema kwamba samani mama, na namuulizia Ibra, sijui nimemkuta. Yule mwanamke akajibu yes, yupo bafuni anaoga. Kwanza una shida gani na mume wangu? Kauli yule mwanamke ilishtua mapigo ya moyo wa Najma. Najma alihisi mtetemko mzito sana kwenye moyo wake na mwili wake. Machozi yalikaribia kumtoka, ila akajikaza kike. Akasema kwamba samani mama, naomba unitie tu huyo mmeo, nahitaji kuzungumza naye. Yule mwanamke akajibu wewe kama nani? Najma akasema mimi ni mfanyakazi mwenzake kwenye kampuni. Basi muda ule mlango wa bafu sikika ukifungwa. Yule mama akajua Ibra tayari ameshatoka bafuni. Alimtazama kwanza Najma kwa jicho la nyodo, kisha akapaza sauti kumuita Ibra. Akasema hani, kuna mgeni wako huku nje. Sasa sauti hiyo ilimfikia moja kwa moja Ibra kule ndani. Ghafla Ibra akafika pale mlangoni akiwa na taulo lake mwilini. Alipotazama mbele akakutana uso kwa uso na Naji. Ibra alishtuka kuliko kawaida. Alihisi kuchanganyikiwa na kukosa nguvu mwili mzima. Kijasho chembamba kilianza kumtoka, kwani hakutegemea kabisa kumuona Najma mbele yake. Ibra alimuita Najma kwa kigumizi kizito huku akimsogelea. Najma akasema hapana, usinisogelee Ibra. Naomba ukae mbali na mimi kabisa. Na kuogopa sana Ibra. Hii inatosha Ibra, nashukuru sana. Najma alizungumza maneno hayo huku akirudi kinyume na machozi ya uchungu yakimtirika mashafuni. Ni wazi kabisa moyo wake ulishindwa kuhimili maumivu ambayo yalikuwa ndani yake. Ibra alipiga magoti chini na kuanza kumfuata Najma huku akimwomba msamaha. Najma alizidi kurudi kinyume huku akimtaka Ibra asimsogelee, asimfuate wala kumgusa. Mtoto wa kike hakuwahi kuwaza kabisa kama Ibra alikuwa anamsaliti, tena mbaya zaidi anatoka na wamama wenye umri unaofanana na mama yake mzazi. Najma alilia sana na kuumia, maana Ibra ndo alikuwa mwanaume anayempenda kwa dhati na walishakula kiapo cha kuja kuoana. Kwa hakika lilikuwa ni pigo moja takatifu sana kwenye moyo wa Najma. Najma alifika mpaka kwenye gari lake kisha akafungua mlango ili aingie, lakini akadakwa mkono na Ibra. Ibra akasema kwamba Najma, naomba unisamehe. Kabla Ibra hajamaliza kuongea akasukumwa kwa hasira na kudondoka chini. Najma akazama ndani ya gari kisha akawasha na kuondoka akiwa na majonzi. Zile furaha zote alizoenda nazo nyumbani kwa Ibra ziligeuka na kuwa huzuni. Ibra sasa akaanza kukimbia lile gari.
kama mwendazimu vile, lakini hakulipata. Ilibidi sasa arudi kwenye chumba chake kinyonge sana. Alipofika ndani, akamkuta yule jimama wake limekasirika. Ibra alimtazama yule mwanamke kisha akamwambia kwamba Madam G, vaa nguo zako ondoka. Mwanamke akasema, ati nini? Kwa hiyo unanifukuza kisa yule malaya wako? Aya, kabla sijaondoka naomba uniambie Ibra, mimi na yule malaya nani unampenda? Ibra akasema, G, acha kumlinganisha mke wangu mtarajiwa na vitu vya ajabu ajabu. Msikie, hivi unajua yule mwanamke ni wa thamani kiasi gani kwenye maisha yangu? Yule mwanamke amenifanyia mambo mengi sana ambayo wewe hata hujawahi kufanya na hutoweza. Kwanza wewe ni aibu kujilinganisha na mtoto mbichi kama yule. Wewe umezeeka, bwana, nenda katafuta wazee wenzako. Huyo Madam G akasema, sawa, mimi naondoka. Maana siwezi kubishana na watoto, ila nakwambia utanikumbuka tu. Ibra akasema, bwana wewe sepa bwana, nikukumbuke kwani umekuwa baba wa taifa bwana. Nikukumbuke kwa kipi sasa wakati ngono hata barabarani nanunua? Hebu tembea huko bwana. Ibra aliongea kwa dharau na hasira. Madam G akasema kwamba sawa, naondoka, ila kuanzia kesho tafuta sehemu nyingine ya kwenda kufanya kazi. Ibra akasema, poa tu, hakuna shida, kwani ajira zipo kwenye kampuni yako tu, sizipo sehemu nyingi bwana. Mimi msomi, popote napata kazi, na hata nisipofanya kazi mimi siwezi kufa njaa, maana nyumbani kuna pesa. Na Madam G akasema, okay, asante, mimi naondoka. Madam G alizungumza kinyonge, kisha akaokota nguo zake, akazivaa na kuondoka zake. Ibra akabaki na msongo mzito wa mawazo juu ya Najma. Alivuta simu yake na kuanza kumpigia Najma, lakini simu haikupokelewa. Alipiga tena na tena, lakini mwisho siku namba yake ikablokiwa mazima. Upande wa pili, Najma akiwa kwenye gari alikuwa anayawaza mapicha ya usaliti aliyofanywa na Ibra. Sura ya yule mwanamke aliyemfumania na Ibra haikuwa ngeni kabisa machoni mwake. Alikumbuka siku moja aliona picha ya yule mwanamke kwenye simu ya Ibra, na alipomuuliza, Ibra akajibu kwamba ni bosi wake wa kazi. Sasa Najma alisimamisha gari na kupaki pembezoni mwa barabara ili apate fursa nzuri ya kulia na kumwaga machozi. Alilia sana huku sura yake ikiwa juu ya usukani. Muda huo tayari alishablock namba ya Ibra, kwani hakutaka kuzungumza naye jambo lolote. Hakutaka tena kuendelea kudanganywa kwa kuwa tayari alishajua Ibra ni muongo na tapeli wa mapenzi. Najma alizidi kulia kadri alivyokumbuka matukio ya nyuma aliyopitia na Ibra. Zile nyakati za furaha na ahadi walizopeana zilimtesa sana mtoto wa kike. Tayari alishajua mwanaume aina ya Ibra ni hatari sana kwa afya yake, hivyo akajiandaa kufuta jina la mwanaume huyo ndani ya moyo wake. Sasa majira ya saa 5 usiku juu ya alama bwana Jordan alikuwa kitandani akibonyeza simu yake huku sura yake ikiwa na tabasamu. Mwanaume alikuwa na chati na mpenzi wake kwa kutumia na message zenye makopa ya kutosha. Muda huo Ramso alikuwa mezani anajiandaa endelea kuandika nyimbo zake nini kwenye daftari huku akitoa sauti. Yani alianza kuimba lakini akiwa anatoa sauti ya chini. Hiyo ni baada ya kurejea nyumbani wakitokea kazini, ikiwa ni siku ya kwanza kabisa kwa Ramso. Wakati Ramso anaendelea kuimba kwa sauti ya chini huku akiandika, Jordan akaacha kuchati na kuanza kumsikiliza Ramso. Alimsikiliza kwa makini kisha akavunja ukimya akasema kwamba, wewe mwanangu, hiyo ngoma mbona kali sana bwana? Hivi kumbe bado unaendelea kuimba mwanangu? Ramso akasema, ya bado naendelea kaka, maana muziki upo kwenye damu, yani bado na ndoto ya kusikika redioni siku moja. Jordan akasema, da, sema nini mwanangu? Kuimba unajua mwanangu. Unajua nakumbuka kipindi kile, yani tupo skuli mwanangu, kwenye kipindi cha entertainment mwanangu, ulikuwa ukisimama mbele ni kuimba, yani watu oyoi kweli mwanangu, unashangiliwa kinoma noma mpaka na walimu mwanangu. Kila mtu Rams mwanangu. Nakumbuka pia na mademu mwanangu alikuwa anakukubali ile mbaya, yani mpaka ni ukampata Shani ambaye mwanangu alikuwa ni tulikuwa tukimgombania boys wengi pale shuleni mwanangu. Rams akacheka akasema, ndio hivyo kaka, nyote ling'aa sana hizo zile. Shani sikuwahi kumtongoza, ila yeye mwenyewe ndio alinitongoza. Ila Ramzi mwanangu, nakumbuka mzee mwanangu, maana unajua mimi mwenyewe nilikuwa nampenda kinoma noma Shani, ila sasa ghafla nikashangana nitashemeji. Niliminding kinoma. Nilimind mwanangu, ila sikuwa na namna, maana unajua bado alibaki kwa familia mwanangu. Ila sema nini, nipe kwanza mistari mwanangu ili nipime uwezo wako wa sasa na ule wa zamani.
Ramso alicheka akasema, poa mwanangu, hakuna shida. Vipi, unataka niimbe au nichane? Jordan akasema, hebu chana bana. Utaniimbiaje nyimbo za makopa wakati mimi sio Shani bana? Wewe vipi hizo nyimbo za kubana pua utamwimbia Shani bana huko mkiwa chumbani? Poa mwanangu, haina noma. Ila naomba usimtaji huyo tena mtu kwa sababu unanitonesha kidonda kaka. Mimi nipo kwenye hatua za mwisho kabisa za kumsahau huyo mtu kwenye maisha yangu. So unapomtaja unairudisha tena nyuma. Kikweli kabisa mimi sitamani hata kukumbuka jina lake, maana linanitesa vibaya mno. Kwa nini tukiwa tunapiga story zetu, basi usimuingize huyo mke wa mtu. Poa mwanangu, poa. Mimi nimekuelewa. Na pole sana kwa maumivu. Sasa niangushie basi kwanza mistari mwanangu ulioandika muda huu ili mimi nipate hata ladha. Au sio? Basi poa, ina noma. Maisha yangu sio safi, madui wananipinga, shetani po kwenye chati uwanjani ananiwinda, nafsi na simanzi, maisha haya na mfano, akili nagonga mapenzi kwa kasi kama volcano. Kipi chema, kipi kitanidhuru, yupi kazi kusema na yupi akipata shukuru, wangapi checho metema na Mola akamkufuru. Vipi tena, mbona sasa unakatisha njani mwanangu, unakata steam mwanangu? Hiyo ni verse ya kwanza tu ndio nimetunga usiku na ndio nilikuwa naiandika hapa. Unajua mwanangu ni genius ni genius wa muziki mwanangu. Sikia sasa. Maliza wimbo afikisha, andaa nyimbo zako zingine nikupeleke pale Bongo Records mwanangu kwa Majani. Tukaombe support pale. Mwanangu, unapojua mahali ilipo studio Bongo Records? Mimi naijua mwanangu, ipo hapa Kinondoni mwanangu. Ngoja kesho mimi nitakupitisha tukiwa tunaenda kazini. Afu Ramso, nimekumbuka mwanangu. Hivi vipi kuhusu ile kazi, utaweza kweli? Ni simple tu, nitaweza kaka, japo yataka moyo kuhimili hisia, maana unajua wateja wengi wanaokuja kusafisha pale kucha nini wanaacha mapaja wazi kaka. Kaka shai kusikia ile wimbo Bongo Dar es Salaam, Bongo kaka, hii ndio Bongo Dar es Salaam wenyewe kaka. Mbona pale bado hujaona kaka? Ile ofisi ni kubwa sana mwanangu. Yaani paka Kinairi ni uoya, ni utaona, maana nina wateja wengi. Wale ni wateja wangu mwanangu. Kwa hiyo jitahidi sana mzee. Wewe andaa nyimbo kali, twende studio pale, ukishapata maarufu nini tu au sijia kina Hamisa nini watakuwa kwako. Ila kwa sasa utaendelea tu kula kwa macho, maana hauna ustaa wote kaka. Kweli mzee. Kwanza ngoja niendelee tu kuandika mistari mwanangu, maana leo nina mood kinyama. Sawa kaka msanii mwanangu. Mr. Ramsteez kama unavyojiita stage kwa dadeki. Mwanangu endelea kuandika mwanangu wimbo, maana ndio kipaji chako mwanangu. Mimi kipaji changu mwanangu ni mapenzi. Ngoja niendelee kuchati na madem zangu hapa. Basi hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya Ramso na Jordan wakiwa chumbani majira ya usiku. Na hapo ni baada ya kutoka kazini. Sasa upande wa pili, majira yale ya usiku, Najma alikuwa anatazama picha moja badala ya nyingine alizopiga na Ibra, kisha akawa anazifuta huku machozi yakimtiririka kwa uchungu. Sasa siku iliyofuata, kazi ilianza rasmi kwa kijana Ramso ndani ya ofisi ya kutengeneza kucha ya rafiki yake Jordan. Licha ya kwamba ilikuwa ni siku yake ya kwanza, lakini aliweza kufanya kazi kwa usahihi kabisa, kana kwamba alikuwa ni mzoefu. Ni kazi ambayo haihitaji elimu ya darasani, zaidi ya utulivu wa akili na hisia. Wateja wengi walikuwa wanapishana mlangoni, hivyo Jordan na Ramso wakawa busy kugawana majukumu ya kazi. Walikuwa wanatoa huduma za kusafisha kucha, kupaka rangi za kawaida na rangi za gel, pamoja na kubandika kucha za bandia. Ramso na Jordan kila mmoja alikuwa busy na mteja wake. Mteja wa Ramso, mwanamama mtu mzima ambaye kiumri alikuwa analingana na mamake mzazi. Kwa muonekano tu mwanamke huyu alionekana kuwa na hali nzuri kiuchumi. Lakini pia mteja wa Jordan alikuwa ni mdada tu mwenye mapigo ya kisister do na swaga za kisasa. Hao wote walikuwa ni wateja wakubwa wa ile ofisi. Siku ya kwanza tu Ramso akiwa kazini, alijikuta anakutana na changamoto iliyomwacha na mshangao. Wakati anamtengeneza kucha yule mwanamama, alishangaa sana kuona anatazamwa kwa macho ya kurembua. Yule mwanamama alikuwa anamrembulia macho Ramso na kumkonyeza kwa mahaba. Ramso alijikuta katika mshangao kufuatia lile tukio. Yote 9-10 ni kwamba Ramso alikaza sura kisha akaendelea kufanya kazi, ingawa akili yake tayari ilishatingishwa. Kwa pembeni kidogo alipokuwa Jordan na mteja wake, kulikuwa kuna mazungumzo yakiendelea. Sauti ilikuwa ikisikika ikisema kwamba Jordan,
naona umeamua kutuletea mfanyakazi mwingine. Jordan anajibu, ya, huyu ni rafiki yangu, nitakuwa naye hapo ofisini, jina lake anaitwa Rams. Mdada akasema, wow, ana jina fulani hivi lenye swaga na yupo vizuri kwenye hizi kazi ingawa anaonekana wakuja. Jordan akacheka akasema, huyo bado hajazoea jiji, kaja juzi tu kutoka mkoa. Mdada akajibu, ndio maana anaonekana mshamba ila akishaanza kuvaa atatusumbua sana sisi wadada wa mjini. Kwa nini yani? Ni bonge la handsome, ila amekosa tu matunzo. Sisi wengine sia zetu zipo kwa wanaume ma handsome tu. Hao wengine wanatufurahishaga tu tukitoka out kula chipsi. Ila hawatufurahishi tukiwa kitandani. Ila Queen, wewe ni kiboko walai. Basi nikuunganishe basi na rafiki yangu. Si unapenda ma handsome? Wewe rafiki yako bado sana. Ngoja kwanza ajue kuoga, maana sio tepe yangu, kwa hiyo nisije kushusha brand. Ni bora hata angekuwa na pesa. Msikilizaji, huwezi kuamini. Mazungumzo haya yalikuwa mubashara kabisa kwenye masikio ya Ramso. Ramso alisikia kila kitu kilichozungumzwa na Jordan pamoja na ule mrembo anayejiita Queen Lee. Ramso alijisikia vibaya kwa kuwa maongezi yale yalikuwa na maudhui ya kumdharau kwa kiasi kikubwa. Lakini sasa angefanya nini sasa mbele ya mwenye ofisi pamoja na mteja? Ilibidi tu amezee moyoni kiume, kisha akaendelea na zoezi la kumtengeneza urembo wa mteja wake. Jordan ndo alikuwa wa kwanza kumalizana na mteja wake Queen Lee. Queen Lee akalipia huduma kisha akaondoka pale ofisini. Ramso naye alimaliza kumtengeneza mteja wake. Baada ya kumaliza shughuli, yule mwanamke akafungua pochi yake kisha akampatia noti ya shilingi 10,000 kisha akamkabidhi Ramso na kumwambia kwamba hiyo ni kwa ajili ya malipo ya kazi, alafu chukua na hii hapa. Basi akamkabidhi noti 2 za shilingi 10,000. Akasema kwamba hiyo ni zawadi yangu kwa kazi nzuri ambayo umeifanya, kikweli umejua kunipendezesha na kunifurahisha wewe kijana. Basi Ramso akabaki na mshangao kwa mara nyingine, huku akiwa amepokea kiasi cha shilingi 30,000 kutoka kwa mteja. Malipo ya ofisi kwa kazi aliyoifanya ni shilingi 10,000, huku zawadi ikiwa ni shilingi 20,000. Hata Jordan pia alishangazwa na ile tukio, maana hakuwahi kuona jambo kama hilo likifanywa na mteja kwenye ofisi yake. Yule mwanamke alikuwa ni mteja wake mkubwa sana, ila hakuwahi kutoa pesa yoyote ya zawadi kwa siku zote alizofika pale ofisini kupata huduma. Madam Joy ndo jina maarufu la mwanamke huyo mwenye umbo la unene na weupe wa dukani. Ilibidi tu Ramso ashukuru, maana ile pesa ilikuwa ni kubwa sana kwake. Jordan alimtazama yule mwanamke kisha akasema kwamba, Madam Joy, naona leo umeamua kutusurprise hapo ofisini Basi Madam Joy akacheka akasema, kama wewe tu ulivyoamua kunisurprise kwa kumleta huyu kijana, maana Jordan akasema, nini tena madam, mbona Yo Madam Joy akasema, wewe acha tu, nitakutafuta kwenye simu baadaye tutazungumza. Ngoja niwahi kwanza sehemu mara moja. Basi Madam Joy akaondoka pale ofisini na kuacha Jordan na Ramso kwenye mshangao. Sasa Jordan akasema kwamba, Ramsey, umemfanyaje Madam Joy, mbona kama amedata na wewe ghafla? Hilo swali sina jibu lake kaka, maana unajua mimi mwenyewe sijaelewa picha lilivyoenda. Mara analegezea macho, mara sija nikonyeza, mara anani. Yaani sielewi yani. Sasa kwa hiyo mzee, kipi hapo ambacho hujaelewa mwanangu? Mshangazi umekuelewa na naamini atakurudia tena. Hili ni tatizo mwanangu. Yule ni kama mama yangu, sasa mimi anawezaje kunipenda mimi? Mwache ushambo mwanangu. Mwanangu, hapa upo mjini, sio kijijini, sawa? Hapa upo mjini. Madem kama wale tunaita mishangazi. Wanajua mapenzi wale, alafu yani wakikupenda, unakula sana pesa zao mwanangu. Wewe kaza mwanangu. Akijileta tembeza rungu, akijileta chapa, kisha vuta pesa, tuenzetu studio tukarekodi. Lakini sio rahisi kama unavyofikiria Joda. Unajua wanawake kama. Kabla Ramso hajamaliza kuongea, kuna mtu akaingia pale, hivyo akafunga kinywa. Aliyeingia pale alikuwa ni msichana mmoja mrembo, na baada ya kuingia tu akaenda kumkumbatia Jordan. Lakini kumbuka, Ramso alifunga kinywa. Ni nani huyo aliyeingia? Ni nani? Msikilizaji,
Tukutane sehemu inayofuata. I say bado ni asubuhi sana kwenye hii simulizi. Vitu vitamu vipo vya kutosha. Bonge moja la simulizi msikilizaji. Sasa hatujui huyo binti aliyeingia humo ndani mpaka Ramso akastop kuongea ni nani? Mtayarishaji wa hii simulizi si mwingine ni Henry D'Souza almaarufu The Rare Silent Killer. Niliyekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Tukutane sehemu inayofuata tuweze kujua kile kilichoendelea. God be with you till we meet again. Bye bye.